أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itokayo katika vita ya Handaki. Katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza muujiza wa kupatikana kwa baraka kwenye chakula. Vivyo hivyo linapatikana tukio ambapo tende zikapata baraka. Imeandikwa ya kwamba ni tende chache ambazo walikula wachimbaji wote wa Handaki. Maelezo yake yameelezwa hivi ya kwamba ni riwaya kuhusu vita ya Handaki. Binti Wahab Bashir bin Saad anasimulia ya kwamba mama yangu Amra binti Rawaha akinipatia tende chache akasema ya kwamba, binti yangu, nenda ukawapatie baba na mjomba wako na uwaambie kwamba hicho ni chakula chao cha asubuhi. Hii anasema mimi nikachukua tende zile na nikimtafuta baba na mjomba wangu nikapita karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, e binti yangu, una nini? Nikasema, e Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hizi ni tende na mama yangu amewapelekea baba yangu Bashir bin Saad na mjomba wangu Abdullah bin Rawaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba lete nipatie mimi nikampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam tende kwenye mikono yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaziweka kwenye kitambaa na kisha akazifunika na kitambaa kingine, na akamwambia mtu mmoja ya kwamba yeye awaite watu waje kula. Hivyo wachimbaji wote wa Handaki wakajumuika na wakaanza kuzila, na tende zile zikaendelea kuongezeka hadi wote walipokula na kushiba. Tende hata saizi pia zilikuwa zikianguka chini kutoka kona ya vitambaa. Kunapatikana matukio mengine ya kupatikana kwa baraka katika chakula. Imesimuliwa na Ubaidullah bin Abi Burda. Yeye anasimulia ya kwamba Ume Amir Ash'alia alimtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam chombo mmoja kilichokuwa na hes. Hes ni chakula kinachoandaliwa kwa tende, samli na chizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwa mkewe Hat Umme Salama katika hema lake. Hat Umme Salama akala sawa na haja yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda nje na chombo hicho, na mnadi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mtangazaji, akawaita watu waje kula. Hapo watu wa Handaki wakala mpaka wakashiba, na chakula kile kilikuwa kama cha awali, yani hakukupungua chochote. Hata Masihi Maud alaihi wassalam akieleza daraja ya mcha Mungu, ambapo yeye anapata ukaribu wa Mwenyezi Mungu kiasi kwamba kama vile moto unaficha rangi ya chuma chini yake, ambapo katika jicho la Kiswahili mtu hao ni chochote isipokuwa moto tu, na daraja inayoitwa daraja ya liqa, yani daraja ya kukutana na Mungu. Akieleza hali hiyo ambapo mcha Mungu anajaaliwa daraja hiyo, hata Masihi Maud anasema kwamba katika hatua hii ya kukutana na Allah, saa nyingine yanatokea mambo fulani kwa binadamu yanayoonekana kuwa nje ya nguvu za kibinadamu na yanakuwa na nguvu ya Mungu.
kama vile kiongozi wetu mtukufu khatamul anbiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika vita ya badri aliwarushia makafiri changarawe na si kwa njia ya dua fulani bali akawarushia kwa nguvu yake ya kiroho lakini hatua yake hiyo ikaonyesha nguvu ya mungu na ikatokea athari ya ajabu kwa jeshi la adui mpaka hakubaki yeyote miongoni mwao asiyepata athari yake kwenye macho yake na wote wakawa misili ya vipofu na ikatokea kiherehere na hofu mpaka wakaanza kukimbia kama wenda wazimu na ipo miujiza mingi ya namna hii ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam akaionyesha kwa njia ya nguvu yake binafsi ambayo hakukuwa na dua yoyote mara kadhaa maji madogo yaliyokuwa kwenye bakuli moja kwa kuingiza vidole vyake mle akaongeza kiasi kwamba jeshi zima na ngamia na farasi wakanywa na maji yale hayakupungua hata kidogo na mara kadhaa kwa kuweka mkono juu ya chapati chache akawashibisha maelfu ya watu wenye njaa na saa nyingine maziwa akitia baraka kwa midomo yake akawashibisha kundi zima na baadhi ya nyakati kwa kutia mate kwenye maji yenye chumwi akayafanya kuwa matamu kwenye kisima na baadhi ya wakati akiweka mkono juu ya wajeruhi wakali akawaponya baadhi ya wakati macho ambayo mboni zao zilikuwa zimetoka nje kwa sababu ya vita kwa baraka ya mkono wake akaziponya vivyo hivyo zipo kazi nyingi akazifanya kwa nguvu yake binafsi ambazo zilikuwa zimesaidiwa na nguvu ya allah katika zoezi la kuchimba handaki wanafiki na waumini walikuwa na hali ya namna gani habari zao pia zimeelezwa na maelezo yake ni kama hivi ibn ishaka ameandika ya kwamba wanafiki wengi walionyesha uzembe na uvivu katika kazi ya mtume salallahu alaihi wasallam na waislamu na walikuwa wakifanya kazi ndogo tu na kisha bila kuchukua ruksa na kuomba ruksa walikuwa wakitoroka nyumbani na katika waislamu muislamu akipata haja fulani alikuwa akija kwa mtume salallahu alaihi wasallam na alikuwa anamwomba ruksa ili kuondoka hiyo ilikuwa ni hali ya waumini wanafiki walikuwa wanaondoka bila idhni na waumini walikuwa wanakwenda kwa ruksa na baada ya kutimiza haja yao walikuwa wakirejea kuna maelezo mengine pia namna alivyojiandaa mtume salallahu alaihi wasallam katika vita imeendikwa ya kwamba sawa na riwaya siku tatu kabla ya ujio wa jeshi la abu sufian handaki ilikuwa imeshachimbwa tayari sasa sawa na mpango watoto na vijana waliofanya kazi katika handaki wakapelekwa kwenye ngome zile ambapo kina mama walikuwa wamehamishwa kiulinzi lakini wenye umri wa miaka 15 wakaruhusiwa kuchagua moja wakipenda wabaki hapa hapa au wakitaka waondoke kwenda kwenye ngoma vijana waliruhusiwa kushiriki katika vita kina abdullah bin omar zaid bin thabit na abu said khudri na bara bin azib walikuwa kati yao sawa na kauli ya ibne hisham mtume salallahu alaihi wasallam alimteua ibne ume maktum kama naibu wake katika madina na mtume salallahu alaihi wasallam akapiga kambi mbele ya mlima wa sala ni mlima mmoja unaopatikana kaskazini mwa madina ambapo siku hizi una umbali wa mita 500 kutoka msikiti wa unabii mtume akauweka mlima huo kuwa nyuma yake na handaki akaiweka mbele yake na jeshi la mtume pia lilikuwepo huko na hema la ngozi likaandaliwa kwa ajili ya mtume saa salam bendera ya wahajiri akakabiziwa hadsad bin haritha na hadsad bin obada akakabiziwa bendera ya answar
kuhusu idadi ya waislamu wanahistoria wanaeleza riwaya mbalimbali tofauti. Mmoja anasema idadi hii haikuwa zaidi ya 900 na mwingine anasema ilikuwa ni 700. mmoja anasema 2000 ilhali mwingine anadai ilikuwa 3000. ni kauli tofauti tofauti kuhusu idadi ya waislamu. wanahistoria wamelazimika kukabiliana na shida kubwa katika swala hilo. wao wanapoeleza idadi hii wakitanguliza riwaya moja, riwaya zingine wanazibatilisha. lakini hata musleh maud raziallahu taala anhu kwa busara kubwa sana, badala ya kubatilisha riwaya yoyote, akitatua tatizo hilo anasema ya kwamba riwaya hizi zinalingana kwa pamoja. kivipi? Anasema kwamba katika vita hii kuhusu idadi ya jeshi la waislamu wanahistoria wametofautiana sana. baadhi ya watu wameandika idadi ya jeshi hili kama 3000 na baadhi wameandika 1200 300 na wengine wamesema ilikuwa 700. hii ni hitilafu kubwa ambalo kizwahiri kulitatua kunaonekana kuwa kugumu sana na wanahistoria wameshindwa kulitatua, lakini mimi nipata uhakika wake. nao ni kwamba riwaya hizi zote za aina tatu ni sahihi. imeshaelezwa kwamba katika vita ya Uhud, baada ya wanafiki kurejea, jeshi la waislam lilikuwa limebaki kama 700. vita ya Handaki imetokea baada ya miaka 2 tu, na katika muda huo kabila lolote kubwa halikusilimu na kuja kuishi Madina. basi watu 700 kubadilika katika 3000 ni jambo lisilowezekana. watu 700 wakawa 3000 ila hali hakuja mtu kutoka nje. upande wa pili, jambo hili pia ni mbali na uhakika kwamba baada ya kupita miaka 2 tangu itokee Uhud, japo kuwa Islam ilipata maendeleo, lakini waislamu wenye hadhi ya kupigana vita wakawa wale wale waliokuwa katika vita ya Uhud. idadi yao kiasi fulani itakuwa imeongezeka. basi baada ya kueleza hali hiyo, riwaya ile inaonekana kuwa sahihi kwamba wakati wa vita ya Handaki waislam wenye hadhi ya kupigana vita walikuwa 1200. sasa swali hili kwamba kwa nini mtu mmoja ameandika 3000 na mwingine 700, jibu lake ni hili kwamba riwaya hizi mbili zimesimuliwa chini ya hali na nadharia tofauti. vita ya Ahzab ilikuwa na sehemu 3. sehemu moja ilikuwa ni ambapo maadui walikuwa hawakufika mbele ya Madina na Handaki ilikuwa inachimbwa. katika kazi hii hata watoto pia wangeweza kutoa huduma ya kupeleka udongo nje, na baadhi ya kina mama pia wangeweza kutoa msaada. hivyo kazi ya kuchimba Handaki ilipoendelea kufanywa, idadi ya jeshi la waislam ilikuwa ni 3000 wakiwemo watoto. na kwa kuona jaziba ya kina mama maswahaba, tunaweza kusema kwamba katika idadi hiyo watakuwepo kina mama vile vile ambao watakuwa hawachimbi Handaki, lakini watakuwa wanashiriki katika shughuli zingine. na hili si wazo langu tu, bali historia pia inasadikisha kauli yangu na wazo langu. hivyo imeandikwa kwamba muda wa kuchimba Handaki ulipowadia, vijana wote walijumuishwa, yani wanaume na wakubwa na wadogo na watoto ambao walikuwa wanachimba Handaki na kutoa msaada mwingine. na maadui walipofika na vita ikaanza, mtume akawaamuru vijana ambao walikuwa na umri chini ya miaka 15 kuondoka, na walikuwa wamefikia umri wa miaka 15 akawaruhusu wakipenda waondoke au wakipenda wabaki. riwaya hii inatuambia kwamba wakati wa kuchimba Handaki idadi ya waislamu ilikuwa zaidi, na wakati wa vita ikapungua, kwani vijana wenye umri mdogo walikuwa wameamrishwa kuondoka. hivyo riwaya zinazozungumzia 3000 ni idadi wakati wa kuchimba Handaki. na kama mimi nimetoa natija kwa kuangalia vita zingine kwamba walikuwepo kina mama vile vile, lakini idadi yake 1200 ni ya wakati ule ambapo vita ilikuwa imeanza na wakabaki watu wazima tu. sasa swali hili kwamba riwaya nyingine inayozungumzia watu 700, je, riwaya hiyo pia ni sahihi? sasa jibu lake ni kwamba Ibn Ishaq mwanahistoria ameeleza riwaya hii, ambaye ni mwanahistoria maarufu sana, na Ibn Hazm
yani ulama mkubwa amesadikisha riwaya hiyo, hivyo hatuwezi kuwa na mashaka katika riwaya hii. Hiyo pia itakuwa sahihi, na tunaweza kusadikisha riwaya hii kwamba tunapotafuta katika historia tunapata kujua kwamba wakati wa vita banu kuraiza walipoenda kukutana na jeshi la makafiri na wakaamua kuivamia madina ghafla na siri ya nia zao ikafichika, hapo mtume salallahu alaihi waalihi wasallam akaona kwamba madina pia ilindwe ambapo walikuwepo banu kuraiza, na kona ile ilikuwa imeachwa bila ulinzi kwa fikra hii kwamba banu kuraiza ni wenzetu, hivyo wao hawatawaruhusu maadui kuivamia madina kutoka upande ule. Hivyo historia inatuambia kwamba pale walipojua, yani waislamu walipojua kuhusu usaliti wa banu kuraiza, mtume salallahu alaihi wasallam alipojua kuhusu udanganifu wa banu kuraiza, kwa kuwa kina mama walikuwa wamewekwa katika maeneo ambapo zilikuwepo ngome za banu kuraiza, sasa mtume saa akaendelea kuhifadhi ngome zile, na kwa kutayarisha majeshi mawili ya waislamu akapanga katika sehemu ambapo kina mama walikuwa wamewekwa. Maslama bin aslam akimpatia masahaba 200 akampanga katika sehemu moja, na zaid bin harisa akimpatia masahaba 300 akamweka kwenye sehemu nyingine, na akawaamuru kwamba baada ya muda waendelee kusoma takbir kwa sauti ya juu ili tuweze kujua kwamba kina mama wapo kwenye ulinzi. Sasa riwaya hii inatatulika kwa njia hiyo kwamba kutoka maaskari 1200 walipelekwa kwa ajili ya uhifadhi wa kina mama na waliobaki wakawa 700, na hitilafu inayopatikana kuhusu idadi ya waislamu na wanajeshi ikatatuliwa. Washirikina kufika kwao madina na hali iliyotokea baadaye imeelezwa hivi kwamba chini ya uongozi wa abu sufian jeshi la quraish na makabila mengine likafika madina na likapiga kambi katika maeneo yanayozunguka madina. Mirza bashir ahmad saheb ameeleza hivi kwamba kwa uchache siku 20 au sawa na riwaya moja siku 6, yani kwa juhudi ya mchana na usiku handaki hii ndefu ikafikia tamati yake, na juhudi hiyo ikawachosha sana maswahaba, lakini upande huu kazi hiyo ikafikia tamati yake, na upande wa pili jeshi la mayahudi na washirikina wa warabuni wakiwa na kibri na majivuno ya nguvu yao wakaja madina. abu sufian akaelekea upande wa mlima wa Uhud, na kwa kuona sehemu hiyo isiyo na ulinzi akaelekea upande wa kona ile mahala ambapo palikuwa panafaa kwa ajili ya kuishambulia mji, lakini mbele yake sasa handaki ilikuwa imechimbwa. jeshi la Quraysh lilipofika huko, kwa kuona handaki kama kizuizi katika njia yao, wakashikwa na butwa na wakashangaa na wakalazimika kupiga kambi upande wa pili wa handaki katika medani iliyo wazi. upande wa pili mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari ya ujio wa jeshi la makafiri akiwa na waislamu 3,000 akatoka nje ya mji, na akifika karibu na handaki akapiga kambi katikati ya mji na handaki, akiweka mlima wa Sala nyuma yake. Na kwa kuwa handaki haikuwa pana sana, na kwa yakini zilikuwepo sehemu ambapo labda maadui warewu wangeweza kuzivuka na kuja katika mji, na kisha maeneo ya madina yasiyokuwa na handaki na kulikuwa na nyumba na bustani tu na milima isiyo na utaratibu. Kuhifadhi maeneo yale pia ilikuwa muhimu ili maadui wasiweze kuleta madhara kwa kutumia kona zile au wasiweze kushambulia mji.
hivyo mtume salallahu alaihi waalihi wasallam akagawa masahaba katika makundi na akapeleka katika maeneo mbalimbali na kwenye vituo vingine vya madina kwa ajili ya ulinzi na akawahimiza na kuwahamasisha kwamba uwe mchana au usiku wasighafilike. Upande wa pili makafiri walipoona ya kwamba kwa sababu ya handaki sasa wameshindwa kushambulia mji wao, wakaanza kuzunguka madina kwa nia ya kuuzingira na wakaanza kutafuta nafasi ya kupata faida kwa kutumia sehemu ndogo za kuvuka handaki. maadui waliposhindwa kuvuka handaki wakaanza kupanga mipango mingine, na maelezo yake yameelezwa hivi katika historia ya kwamba washirikina walizingira madina toka pande nne, lakini japokuwa wakafanya juhudi hawakuweza kuvuka handaki kutoka sehemu yoyote na hawakuweza kuwashambulia waislamu. Kwa kuona hali hiyo ya udhaifu, kiongozi wa abu sufian na banu nazir huyai bin akhtab akapanga mpango mwingine na njama nyingine kwamba waweze kuwashawishi kabila la banu quraiza waliokuwepo katika madina kwamba wao wavunje mkataba waliofanya na waislam na waje kukutana nao na kisha waushambulie madina kutoka ndani. hivyo kwa ajili ya kutekeleza mpango huo na njama hiyo, huyai bin akhtab akaja kukutana na kiongozi wa banu quraiza qab bin asad qarzi. qab aliposikia habari ya ujio wake akafunga mlango wa ngome. huyai akaomba ruksa ya kuingia ndani na kab akakataa kufungua mlango. huyai akamwita na akasema kwamba ewe kab, ole kwako, fungua mlango. kab akasema, ewe huyai, wewe ni mtu mwenye mkosi, mimi nimekusha fanya mkataba na muhammad saa salam, sitavunja mkataba huo, na mimi nimemkuta muhammad akiwa mkweli mwenye kutimiza ahadi. upande huu akatoa maelezo hayo, lakini kisha mbele akabadilika. ye akasema, fungua mlango, nataka kuongea nawe. kab akasema, wallahi sitafanya hivyo. lakini baada ya maongezi kab akamfungulia mlango. huyai akasema kwamba kab, ole kwako, mimi nimekuletea heshima ya dhama na bahari, nimekuletea viongozi wa quraish na viongozi wa makka. na yeye alimweleza akamwambia mambo yote kuhusu majeshi ambao walikuwa wamewazingira waislamu na madina, na pia akamwambia kwamba sasa tumefanya ahadi imara kwamba sasa hatutarejea bila kumwangamiza muhammad saa salam na wenzake, na sisi labda tungefanikiwa katika nia yetu kama tusingepata shida ya handaki. sasa mara baada ya kusikia habari hizi zote, kiongozi wa banu quraiza kab hakukubali kuvunja mkataba. ye akasema kwamba wallahi umeniletea mawingu yasiyo na maji, yanaonyesha mwanga tu na nguruma na hayana chochote. ewe huyai, ole kwako, niache juu ya hali yangu, kwani nimemkuta muhammad akiwa mkweli wa ulimi wake na mwenye kutimiza ahadi. alikuwa anasema mara kwa mara muhammad ni mkweli na anatimiza ahadi yake. yeye haingilii kwenye dini yetu, yeye ni jirani yetu mzuri sana, hivyo urejee, isije ikawa hivi kwamba sisi pia tupate mwisho kama nyini mlivyopata. lakini huyai akaendelea kumchochea kab mpaka akamwelezea matatizo mbalimbali ya kabila lake banu kainka, na akasema kwamba wamepata matatizo mengi kwa sababu ya waislamu, hadi yeye akafanikiwa kulainisha moyo wa kab, na kab pia akadanganywa na mambo yake na maelezo yake. yani asili yake iliyokuwa ya kuvunja ahadi ikaanza kushinda, na akamwambia huyai kwamba haya, nitakubali jambo lako,
lakini kama quraish na ghatfan wakirejea na hawakufanikiwa kumua muhammad, sasa sisi tutafanya nini? Hapo huyaya akasema usiwe na wasiwasi, katika hali hiyo mimi nitaingia kwenye ngome yako pamoja nawe na shida itakayotokea kwako itanijia vile vile. Baada ya maongezi hayo yote, Ka'b bin Asad akavunja mkataba aliyofanya na mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati huu mtu wa Ka'b, yani rafiki yake Ka'b, Amr bin Sauda, akamsihi na akamwogopesha kuhusu kitendo chake kibaya na akamkumbusha ahadi mkataba aliyofanya na mtume saa salam, na akasema kwamba kama hutaki kumsaidia muhammad basi umwache yeye, lakini usivunje mkataba na usiwasaidie maadui zake. Lakini yeye akakataa. Kwa kuona hali hiyo, baadhi ya watu wa Banu Qurayza waliokuwa na asili njema wakaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pia wakasilimu. Hat Umar bin Khattab akapata taarifa kwamba Banu Qurayza wamevunja mkataba. Yeye akampasha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma kina Saad bin Muaz na Saad bin Ubada. Hawa walikuwa ni viongozi wa kaumu yao, na pamoja nao alikuwepo Abdullah bin Rawaha na Khawat bin Jubair vile vile. Sawa na riwaya moja pia akamtuma Usaid bin Huzair vile vile, na akawaambia kwamba nendeni mkaone kwamba habari niliyopata kuhusu kaumu hiyo ni kweli au la. Kama habari hii iwe kweli, basi msiniambie habari hii mbele ya watu wote, bali muniambie kama ishara ili nijue kwamba habari hii ni kweli, na kama bado wanaendelea na mkataba huo na habari hii iwe ya uongo, basi mnaweza kusema mbele ya watu wote. Hivyo ujumbe huu ukaenda kwa Banu Qurayza, na walipoongea na Ka'b na wenzake, basi nia yao ilikuwa imeshabadilika kabisa. Ka'b alipoambiwa kwamba wewe umekwisha fanya mkataba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ye akasema kwa hasira kwamba nani mtume, sisi hatukufanya mkataba wowote, na mimi nimevunja mkataba huo kama vile mtu anavunja kamba ya kiatu. Sawa na riwaya, watu hawa wakaongeleana kwa maneno makali, lakini ujumbe huo ukarejea na kwa ishara ukamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika muda huo wenye mateso na wenye shida, mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza kidogo, na kisha mtume hakupata athari yote. Labda angekuwa mtu wa kawaida angechanganikiwa. Mtume akasema kwamba abshiru ya mashar almuminin binasrillahi taala wa aunihi, ini jamaat ya waumini mufurahie msaada wa allah na nusura yake. Kisha akasema nina yakini kwamba muda utawadia ambapo nitafanya tawafu ya Kaaba na funguo zake zitakuwa mkononi mwangu, na Kisra na Kaisar lazima wataangamia na mali zao zitatumika au zitatumiwa kwenye njia ya allah. Hazrat Bashir Ahmad Saheb akieleza usaliti wa Banu Qurayza ameandika ya kwamba Abu Sufyan alipanga mpango na njama hii kwamba akamwagiza Huyai bin Akhtab, kiongozi wa kabila Banu Nazir, kwamba yeye aende kwenye ngome ya Banu Qurayza wakati wa usiku, na akikutana na kiongozi wao Ka'b bin Saad afanye juhudi ya kupata msaada wao. Hivyo Huyai bin Akhtab akafika kwenye nyumba ya Ka'b. Mwanzoni Ka'b akakataa kusikia jambo lake na akasema kwamba sisi tumefunga mkataba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daima nimemkuta akitimiza ahadi yake na mikataba yake, hivyo siwezi kumsaliti. Lakini Huyai akamwonyesha bustani, yani ndoto mbalimbali nzuri na pia akamhakikishia kwamba hivi karibuni Islam itaangamia, na pia akasema kwamba sisi hatutarejea kutoka Madina mpaka tufute Islam, mpaka yeye akarizika. Na hivyo nguvu ya Banu Qurayza ikaja kuungana na Makuraishi, yani idadi ya makafiri ilikuwa kubwa sana, na hapo idadi yao ikaongezeka kwa sababu ya uvunjifu wa ahadi ya Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua kuhusu usaliti huo wenye hatari wa Banu Qurayza,
kwanza mtume saa salam akamtuma zubair bin al awam ili aende kufanya tahkik na kisha akawatuma kina saad bin muaz na saad bin ubada viongozi wa aus na khazraj na baadhi ya masahaba wengine wenye athari kama ujumbe ili waende kwa banu quraiza na akawasihi kwamba kama kutakuwa na habari yenye tashwishi basi wasije kueleza hadharani bali watumie ishara ili watu wasipate tashwishi. Na watu hao walipofika kwenye nyumba za banu quraiza na wakakutana na kiongozi wao Ka'b bin Asad, mtu huyo mwenye bahati mbaya akakutana nao kwa kibri na majivuno. Na Saaden walipozungumzia kuhusu mkataba, yeye na watu wa kabila lake wakasema kwamba nendeni, sisi hatuna mkataba wowote na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wenzake. Kwa kusikiliza maneno yake ujumbe huu wa maswahaba ukarejea na Saad bin Muaz na Saad bin Ubada wakahudhuria kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa njia nzuri wakampasha habari hizi. Baadhi ya watu vijana wanauliza swali kwa kusikiliza maneno ya watu wasiku wa islam kwamba kwa nini wakati ule banu quraiza wakazulumiwa, walikuwa wamefunja mkataba, hivyo walikuwa wameadhibiwa, mtume hakufanya dhuluma juu yao. Na kuna maelezo mengine ambayo hatmusleh maud ameeleza kwa maelezo ya mapana na marefu, nitayaeleza inshallah siku za usoni. kuanzia leo ijtimaa ya khudamul ahmadia pia inaanza. khudam wafanye juhudi ya kunufaika kama ipasavyo, japokuwa kuna kuhusu msimu utabiri ndio huu kwamba labda mvua zitaendelea kunyesha, lakini mungu awajalie fadhili na mipango yao iweze kufanikiwa kwa urahisi. Katika siku hizi khudam wafanye juhudi ya kuongoza viwango vyao vya kiroho na kielimu, na dua na maombi ambayo nilikuwa nimewahimiza kwamba wafanye siku hizi waendelee kufanya dua na maombi hayo, na daima waendelee na njia hiyo. Mwenyezi mungu awasalimishe wote kutoka kila aina ya shambulio la kishetani. Nitasalisha baadhi ya jeneza ghaibu na pia ningependa kuwazungumzia. Marehemu wa kwanza ni mheshimiwa Habibu Rahman Zirvi saheb wa Rabwa. Siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 73 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili Allah alikuwa musi, alikuwa amejitolea wakfu. Jina la baba yake lilikuwa Sufi Khuda Bakhsh Zirvi. Kwenye familia yake jumuiya ilipatikana kwa kupitia baba yake Sufi Khuda Bakhsh Zirvi saheb ambaye mwaka 1928 alikuwa amefanya bai'a juu ya mkono wa Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Habibu Rahman Zirvi saheb alipata masomo ya awali, kisha kutoka chuo cha Punjab akafanya MSc katika sayansi. Mwaka 1981 akajitolea maisha yake wakfu na wakfu wake ikakubaliwa. Kisha akateuliwa kama msaidizi wa msimamizi wa maktaba mwaka 1981. Kisha kwa miaka 3-4 akapata huduma na nafasi ya kujitolea kama in charge wa Khilafat Library. Kisha akateuliwa katika Nizarat Ashad na kisha Tahir Foundation, na wakati huu pia alikuwa anajitolea jamaat kama naib nazir diwan. Katika tanzim ya Khudamul Ahmadiyya pia alipata nafasi ya kujitolea na kufanya kazi kama muhtamim. Katika tanzim ya Ansarullah pia aliendelea kujitolea na kufanya kazi kama kaid wa markaz. Yeye kwa juhudi kubwa sana alikuwa ameratibu kitabu kimoja kwa kutoa kutoka vitabu mbalimbali vya Musleh Maud kuhusu sera ya Masihi Maud, kitabu ambacho kimekwisha pigwa chapa kwa jina la Tazkare Mahdi, na alikuwa anafanya kazi juu ya miswada mingine inaendelea kufanyiwa kazi. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia mwana mmoja na mabinti wawili. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Alikuwa anafanya kazi kwa ukimya sana.
akikabidhiwa kazi yoyote alikuwa anatekeleza kwa juhudi kubwa. Daima akatimiza haki ya wakf na akafanya kazi kwa kujituma. Alikuwa mtu wa watu mwenye bashasha. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. Marehemu anayefuata ni Daktari Sayyid Riyadul Hasan Sahib. Yeye pia siku za nyuma alifariki dunia. Kwa fadhili ya Allah alikuwa amefanya wasia. Alikuwa mtoto wa Brigadier Daktari Ziaul Hasan Sahib. Kisha yeye alijitolea maisha yake wakfu na akaendelea kuitumikia jamaat kama daktari. Tangu umri mdogo alikuwa anaitumikia jumuiya. Chini ya mpango wa Nusra Jahan takriban zaidi ya miaka 20 akaweza kuitumikia jamaat nchini Uganda, Kenya, Gambia na Pakistan. Kenya, baada ya kutoa huduma kwa miaka mingi, aliomba ruksa ili kwenda Pakistan kwa ajili ya kupata umahiri zaidi wa general surgeon na specialization. Akafika huko na kisha akafanikiwa kupata diploma nyingi za tiba na vyeti vingi. Akapata bahati ya kuwasomesha madaktari katika chuo cha tiba. Alikuwa daktari bingwa. Alikuwa anawasaidia wanafunzi wa Gambia katika masomo yao na alikuwa anawasaidia watu wenye haja na muda wote alikuwa tayari kuwasaidia. Sifa moja ilikuwa ndio hii kwamba alikuwa anafanya maombi mengi na sala ya tahajudi alikuwa na swali, na tabia hiyo alikuwa nayo tangu ujana wake. Marafiki zake wanaandika kwamba marehemu alikuwa akiwahurumia sana wagonjwa na mwenye kuwapenda sana. Alikuwa mtu mwenye kufanya juhudi kubwa na mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa mtu wa chini sana na alikuwa na jaziba ya kujitolea sana. Alikuwa mtu wa watu na alikuwa akiwaheshimu sana watu walijitolea wakfu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Professor Abdul Jalil Sadiq Sahib wa Rabwa, ambaye siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri miaka 80. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. Alikuwa mtoto wa Qurashi Abdul Ghani Sahib wa Rabwa. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake Hatmiya Kutubuddin Sahib wa Goleki wilaya Gujarat, na babu yake upande wa mama Maulvi Muhammad Usman Sahib Amir Jamadera Ghazi Khan. Jalil Sadiq Sahib alifanya MA katika political science. Kisha mwaka 1964 akateuliwa mwalimu wa Talimul Islam College. Miaka 66 yeye akafanya MA katika Kiingereza na kisha akateuliwa katika idara ya Kiingereza ya Talimul Islam College. Miaka 39 aliendelea kutoa huduma hii kama mwalimu. Mimi pia nimewahi kuwa mwanafunzi wake katika college. Huyu alikuwa mwenye tabia njema sana na alikuwa anawafundisha wanafunzi kwa upendo. Alikuwa anawaheshimu wanafunzi wake. Baada ya kustaafu 2003 akajitolea maisha yake wakfu, na hapo akateuliwa katika idara ya rekodi na utaratibu wa Sadr Anjuman Ahmadiyya kama in charge, ambapo alikuwa naib nazir. Katika Khudamul Ahmadiyya alitoa huduma kama muhtamim katika maeneo mbalimbali. Pia aliwahi kuwa Sadr Majlis Sehat Pakistan. Kisha tangu mwaka 1983 alikuwa kazi katika ofisi ya kadhaa nchini Pakistan. Pia alipata bahati ya kuwa mwenyekiti wa mtaa wake. Ana mabinti wawili na kijana mmoja, na watu wanamjua wanaandika na wamesema sahihi kwamba mtu alikuwa mwema sana, mwenye tabia ya daruweshi. Alikuwa anapenda kukaa kimya, lakini akiongea alikuwa anaongea kwa kupima na kwa kufanya uchunguzi. Alikuwa mwenye hulka njema sana. Alikuwa haingilii kwenye shughuli za wengine, na akiulizwa alikuwa anatoa ushauri mzuri. Alikuwa anawatia moyo watu katika shughuli mema.
na akipata shida alikuwa halalamiki, alikuwa na mshukuru mwenyezi mungu, alikuwa anawasaidia watu wenye haja kwa ukimya sana. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa, alikuwa ananiandikia barua mbalimbali bila kukosa, na pia alikuwa na uhusiano mzuri na watu wa familia katika nyumba yake kwa mkewe, na pia alikuwa anawatumikia wazazi wake na ndugu zake. Wanaandika kwamba alikuwa anawajali sana ndugu zake na jamaa zake, na alikuwa anawahudumia kama uwe wajibu wake. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Master Munir Ahmad Saheb wa Jang. Ye pia siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 82. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. baba yake Mia Ghulam Muhammad Saheb 1930 alifanya bayat juu ya mkono wa Khalifa Msih Sani radhiyallahu ta'ala anhu. Master Saheb alikuwa mwanajumuiya wa kuzaliwa. Alipata nafasi ya kutoa huduma katika Khudamul Ahmadiyya na Ansarullah kwa miaka 40. Aliwahi kuwa qaid wa wilaya, nazim wilaya Jang, kisha Chinaot ikawa wilaya na pia akatoa huduma katika wilaya hiyo. Alikuwa mwanajamaat mzuri sana, mwenye kujitolea, mwenye kuwanufaisha watu. Akiwa mwalimu wa shule ya kichekechea, shule ya msingi, akatoa huduma na alikuwa na maelfu ya wanafunzi ambao walikuwa wanamheshimu sana. Alikuwa anawasaidia watu katika mambo mbalimbali katika ofisi za serikali. Alikuwa anawasaidia si wa Ahmadiyya tu, bali alikuwa anawapeleka nyumbani na alikuwa anawahudumia na kuwakarimu. Alikuwa na uhusiano mpana na watu wa viongozi mbalimbali, na alikuwa anatumia uhusiano huu wote kwa ajili ya jamaat. Watu waliotiwa ndani, wawe wanajumuia au wengine, alikuwa anawasaidia kwa namna mbalimbali. Alikuwa na uhusiano imara na viongozi wa magereza, na alikuwa anatumia kwa ajili ya wanajumuia waliotiwa ndani. Sisi tulipokuwa jela, mimi na wenzangu, yeye alituhudumia sana, na katika muda ule, kwa sababu ya uhusiano wake mzuri na kiongozi wa jela na magereza, tulikuwa tumepatiwa baadhi ya vitu ambavyo hata wafungwa wa kawaida hawakuwa navyo. Na kwa fadhili ya Allah, sio maana kwamba yeye alikuwa anamtumikia mtu makhsus tu, hapana, bali hata awe mwanajamaat maskini au tajiri, alikuwa tayari kuwatumikia wote. Na pia alikuwa anatoa huduma kwa ajili ya mahabusu. Alikuwa anampenda sana Qadian. Takriban kila mwaka alikuwa anaenda kutembelea Qadian, na alikuwa anashiriki kwenye huduma mbalimbali. Viongozi wa markaz walipokuwa wanakwenda katika wilaya yake, alikuwa anatoa ushirikiano wa kutosha na kuwasaidia. Pia kesi moja ilikuwa imefunguliwa juu yake mwaka 1988 ya kugawa vipeperushi, lakini baadaye kesi ile ikatolewa, ikafutwa. Mwenyezi Mungu amghofiri na amrehemu na ampandishe. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.